Ukaidi wa madereva unakuja kuta wanaweka kwenye njia hizi za kupita watu kwa miguu. Bodaboda naweza ngasema sio sababu. Utakaye mkuta mwenye chombo cha maringi mawili lazima umpe somo. Ni serikali ya awamu ya 8 ya kipindi cha pili inayoongozwa na Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Hassan Mwinyi, ambapo ameweza kuboresha sekta ya barabara, ambapo pia barabara za njia za ndani zimeweza kujengwa, lakini kubwa kuliko njia ya watembea kwa miguu pia wameweza kutengewa. Lakini isivyo bahati, baadhi ya njia hizo za watembea kwa miguu zimeweza kufanyiwa uvunjifu. Kwa kuliona hilo, Mshindo TV imefunga safari moja kwa moja mpaka kwa baadhi ya wanajamii ili kusudi na kuweza kufahamu vyanzo vya uvunjifu wa barabara hizo. Je, watembea kwa miguu, madereva wa vyombo vya maringi mawili au madereva wa magari ndio wanaofanya uvunjifu huo? Hapa baadhi ya wanajamii wanaeleza. Uharibifu huo unafanywa na watu wenye magari pamoja na vyombo vya usafiri wa maringi mawili, kwa sababu unakuta wenye magari zimewekwa parking maalum, na tunashukuru Dr. Mwinyi ametuwekea parking maeneo mbalimbali ya kupaki magari, lakini unakuja kuta ukaidi wetu ama ukaidi wa madereva unakuja kuta wanaweka kwenye njia hizi za kupita watu kwa miguu. Miundombinu tumeiona na nchi ipo inapendeza zaidi na inang'ara kwa muonekano kama wake wa mwanzo wa Zanzibari, lakini uharibifu wa njia hizi zinatokana na madereva, hususan hawa wa magari hawa. Unakuja kuta mtu anapandisha gari kwenye njia zile na wameambiwa ni marufuku, lakini unakuta ukaidi wetu tu madereva na wapita njia pia vile vile. Kwa ujumla tunaharibu mazingira. Mtu unaweza ukalikuta dubwana halijakaa vizuri, unatakiwa uliweke vizuri bila kutokana na nini yoyote, bila hatia yoyote. Ninachoiomba mimi, serikali isichoke kufuata sheria zake, isichoke kutimiza wajibu wake, kwa sababu wajibu ni lengo la nchi. Pia kuhusiana na miundombinu ya sasa hivi inayotengenezwa na serikali, kwamba haswa kwenye hii mitaro kwa jinsi ninavyoona mimi, mifuniko mepesi na hii foundation ambayo iliyowekwa hapa pembeni pia nyepesi. Sasa kwa hiyo unaweza ukakuta kwamba kwenye foleni ndogo ambayo inayokuja kutokezea mtu mwenye gari ya tani kuanzia 2, 3, na unakuta kwamba ana mzigo pia, ili apate afikishe mzigo wake fast, unakuta sometime anapita kwenye hii miundombinu, ndio maana unakuta inatokezea hali kama hivi. Yani in short kwamba serikali waweke kamati zao za kushughulikia hii mitaro pamoja na kushughulikia barabara. Kwa kusema kwamba kamera tu barabarani, kamera ndio, lakini kuna sehemu nyingine haziwezi kufika kamera. Huwezi kuweka kamera kila sehemu, kila chochoro huwezi kuweka kamera. Kuna sehemu nyingine lazima kuwepo wahusika na wao wanafuatilia kila siku, na lengo kubwa kwamba ni kuhamasisha ni magari makubwa, hasa kwenye hii masuala ya mitaro. Magari makubwa ndio hamasishwe sana, wenye makontena, magari kuanzia tani 2 kuendea juu. Kwa uone wangu mimi, bodaboda haiwezi kaje kaharibu hapa miundombinu hii hata siku moja. Au mwenye today hawezi kuja kuharibu, mwenye baskeli hawezi kuja kuharibu, anatembea kwa miguu ndio halikadhalika hawezi kuharibu vitu hivi. Ili hivi vitu viharibike, lazima kije kitu chenye tani, yani uzito ambao wa tani, sio kilo, tani. Kwa maana kwamba itakapokuja gari yenye tani kubwa hapa lazima pataharibika. Serikali yenyewe itoe watu ambao ni wahamasishaji, kwa sababu najua hivi vitu vinavyokuja katika nchi yetu ni vitu vipya kiukweli, kama barabara, siji madaraja, yale ni vitu vipya, hasa na hizi pembeni ya barabara kwamba kuna mitaro ambayo ilofunikwa pia ni kitu kipya. Sasa tushazoea mitaro yetu ya zamani kama ile pale ipo wazi, kwa maana kwamba dereva mwenyewe anajua sasa gari yangu hii ya tani 10 na ule mtaro upo wazi, nikikosea mimi nikiingiza kwenye taro nishaharibu gari ya bosi, nishaharibu mzigo wa bosi. Kwa hawezi kuingia kule. Kwa formula imekuwa hii mifuniko, kwa mtu anaona kwamba hataki kanyaga pale, akiharibu taharibika mfuniko, mzigo uliokuwepo kwa bosi hauwezi kuharibika. Nimshukuru Mheshimiwa Rais Mr. Hussein Ali Mwinyi na mwenyekiti wetu wa Baraza la Mapinduzi juu ya Zanzibar kwa kazi mkubwa sana ambayo anayoifanya na anaendelea kuifanya kupitia miradi yetu hii ya barabara.
Ukizingatia kama hivi tunavyoona, ametuwekea ujue barabara, pia ametuwekea mpaka sehemu za kupita watu kwa miguu. Kwa hilo tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu azidi kumpa nguvu, azidi kumpa afya na azidi kumpa juhudi na maendeleo zaidi kutujengea ujue au kutuwekea uchumi na uimara wa Zanzibar yetu. Mimi nafikiri kitu ambacho kinachoendelea kufanyia mabadiliko, yani miundombinu kuharibika haraka sana kabla ya muda wake. Ya kwanza ujue sababu rais kashamaliza kazi yake na ameteua uongozi kwa sababu ya kumsaidia nini kazi. Sasa wale wafanyi kazi yao ipasavyo vizuri. Na pili pia hata wakandarasi wenyewe kwa sababu hawaangaliwi, wakishatengeneza tu wanaondoka na sisi tuwapitii kuwakagua. Ndio maana unaona miradi mingi sana inachelewa kupitia wakati wake, lakini pia ujue inakuwa iko chini ya kiwango. Kama hivi unavyoona sehemu kama ile ya kupita na miguu hii, wazee hapa labda wakipita, na kuna sehemu nyingi sana mpaka zingine zimevunjika kabisa. Sasa atapita hapa wazee watu wazima wamepita, labda ujue na watu tuna matatizo ya macho, kapita kaanguka kavunjika kavunja mguu. Kwa hiyo kazi tena namfanya tena Mheshimiwa Rais tena hangaike tena kutafuta tena dawa za kutibu tena wananchi wake katika ile position wakati tushavuka. Kwa hiyo mimi nafikiri changamoto kubwa inatukuta wale viongozi ambao rais wetu amewateua wamsaidie kazi, wanakuwa sijui wako wavivu au hawajui majukumu yao kufanya, au wanakaa sana ofisini tu watembelee uje na kukagua uje ile miradi ambayo rais wetu anaitengeneza ili mradi aweze kumsaidia nini kazi, kuondokana zile challenge ndogo ndogo ambazo zinazofika wakati mwingine watu wanasema mpaka kumtukana rais. Angalia hii, usijifanya hivi. Kumbe rais kashamaliza. Mimi mwenyewe namshukuru sana Hussein Mwinyi. Mungu ambariki sana zaidi kutuwekea sana. Lakini tatizo ndo hawa viongozi wetu wadogo ambao rais kawateua wamekuwa kama hivi hawatembelei kumsaidia Mheshimiwa Rais kuhusiana na miradi. Wakati mwingine ujue utakuta katika misingi na sisi wenyewe ujue ukija kuangalia wananchi na ujue tuna mapungufu. Utakuta watu sehemu zingine ukipita wanatoa taka zinatoka huko wanatia mle ndani ya ile misingi, tunatia mle taka. Kwa hiyo inasababisha hata mvua ujue itakapokuja wakati mwingine inakuwa ujue tabu kusukuma ile. Kwa hiyo inasababisha hata wakati mwingine maji ujue kujana yakafurika kaja nje kwa sababu ile misingi yenyewe tunaiziba kwa taka. Kwa hiyo nashauri sana na naomba sana na sisi wananchi kwa kumsaidia kazi Mheshimiwa Rais pamoja na viongozi wetu walikuwa wameteuliwa. Kwa hiyo tupite mkupitia kamati ya shea na watu wengine tujaribu kuzoazoa ule uchafu ambao uko chini ya ile misingi. Ukiangalia ujue sehemu za kama hizi za wapi za Mpendae wapi ukipita ujue misingi mingi imetupwa na mapolo ya taka mle. Hata umumu ukipita mkiangalia ujue mingi utakuta na mapolo ya taka mle. Lakini tunashindwa ujue sijui kukemea au tunashindwa sijui kufanya namna gani. Kwa hilo nasadiki sana na mimi napendekeza sana kushauri na sisi wananchi kama raia tumsaidie Mheshimiwa Rais, tusitupe taka mle, tusitupe uchafu mle katika misingi. Tuna majaa ambayo yametengenezwa katika sehemu ya kutupa nini taka hizo. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare Mshindo TV.